Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu unanisikiliza. Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu. Nichukue fursa hii usiku wa leo kuweza kuzungumza nawe, japo nilikuwa kwenye ibada ambayo ibada kubwa, lakini nimesema acha nizungumze nawe kwa ufupi, maana nilikuahidi nitafundisha kwa habari ya mihuri ya kichawi. Nichukue fursa hii kukaribisha kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi ili tupate maarifa ya rohoni na ufahamu wa rohoni. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel hii, ni kuombe unaweza ukasubscribe channel hii, ukaweka comment yako hapo chini, na Mungu akubariki katika jina la Yesu aliye hai. Usiku wa leo nataka nizungumze nawe kwa habari ya mihuri ya kichawi. Nilifundisha nikasema kuna mihuri ya kimwili ambayo tunaitumia kwenye makampuni, ambayo tunaitumia kwenye taasisi mbalimbali, huduma mbalimbali. Kila barua inapoandikwa huwa anagonga muhuri. Nikasema kazi ya muhuri ni kufunga kwamba barua hii ni sahihi, imetoka kwenye kampuni yetu, barua hii ni sahihi, imetoka kwenye huduma yetu, barua hii ni sahihi, imetoka mahakamani. Mwisho kinachotambulisha ile barua imetoka wapi huwa ni muhuri uliogongwa pale chini kwamba ni sisi tunahusika. Nikafundisha nikasema kuna mihuri ya serikali, kuna mihuri ya watu binafsi, lakini mihuri hii imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza kuna mihuri ya kimwili, sehemu ya pili kuna mihuri ya kiroho. Leo ninazungumza kwa habari ya mihuri ya kiroho. Moja kwa moja ukiangalia kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana, kitabu cha Ufunuo Yohana, mihuri kwenye Ufunuo Yohana sura ya 6, na utaona hapo katika mstari ule wa 7. Mihuri, Ufunuo Yohana sura ya 6 mstari wa kwanza, anasema kisha nikaona napo mwana kondoo alipofungua mmoja wa zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 wakisema kwa sauti kuu, kwa ngurumo, njoo. Mstari wa 7, Ufunuo Yohana sura ya 6 mstari wa 7, maandiko yanasema na alipofungua muhuri wa 4 nikasikia sauti ya yule mwenye uhai 4 akisema, njoo. Kwa hiyo tunaona kuna mihuri ya kiroho ambayo inahusiana na ulimwengu wa roho, lakini leo ninazungumza muhuri wa kwanza wa kiroho wa kichawi. Muhuri wa kwanza wa kichawi. Muhuri wa kwanza wa kichawi ni muhuri ambao, muhuri wa kichawi wa kwanza ni muhuri wa agano na kafara. Muhuri wa kwanza kichawi ni muhuri wa agano na kafara. Mchawi huwa anaweka agano na kafara.
Sasa hapa kwenye muhuri wa kwanza itabidi ifafanue. Kuna vitu vikuu viwili hapa. Cha kwanza anazungumza kwa habari ya agano. Cha pili anazungumza kwa habari ya kafara. Cha kwanza anazungumza kwa habari ya muhuri wa agano. Cha pili anazungumza kwa habari ya kafara au sadaka katika ulimwengu wa roho. Anapozungumza kwa habari ya agano, huu muhuri wa agano na kafara, huwa mchawi anaweka agano kama wewe unavyoweka agano kwa Mungu wa mbingu na nchi, muumba wa mbingu na ardhi, ndivyo mchawi naye pia anaweka agano kwenye miungu yao, kwenye madhabahu zao, kwa ajili ya kukupata wewe na familia yako na maisha yako katika ulimwengu wa roho. Sasa leo tunazungumza kwa habari ya muhuri wa agano na kafara. Hapa kuna kitu kinaitwa agano, alafu pia kuna kitu kinaitwa kafara. Watu wengi waliofungwa leo na wachawi wengi, mchawi alikutolea sadaka. Wengi mchawi alikupandia sadaka. Cha kwanza, kabla hajakupandia sadaka, aliweka agano na miungu yake. Enyi miungu, ikimpata mtu huyu, matatizo haya yakimpata mtu huyu, naweka agano na nyinyi, nitatoa kitu fulani. Kwa anaweka agano na sadaka, naitwa muhuri wa agano na kafara. Wachawi wamefunga watu wengi sana kwa agano la kafara au muhuri wa kafara. Anajitoa yeye mwenyewe mchawi. Warumi sura ya kwanza, Warumi sura ya kwanza mstari ule wa Warumi sura ya 12, Warumi sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Warumi sura ile ya 12, Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu hai. Itoeni miili yenu iwe dhabihu hai. Mchawi katika ulimwengu wa roho anapoenda kuweka muhuri wa agano na kafara, huwa anaenda katika miungu yao. Akifika kule kwenye miungu, anakuwa na jina lako, anakuwa na vitu vyako baadhi, anaita miungu ya kwao, anaambia mkimfanikisha mtu huyu kumweka mikononi mwangu, mkimfanikisha mtu huyu augue mateso, biashara zake ziharibike, uchumi wake uharibike, ndipo mtakuwa Mungu kwangu nami nitakuwa Mungu kwenu. Kwa anachokifanya huwa anajikatakata kwa damu, anamwaga damu, anajikatakata, anasema kama damu inavyomwagika, yani anatoa agano kupitia ile damu inayovuja kwenye mwili wake. Anasema anatoa kupitia sadaka hii ya damu, anajikatakata mwili mzima, damu inavuja. Anaweka agano kupitia hiyo damu yake huyo mchawi. Ndio maana unapofungwa
Wengi mnataka tu kufunguliwa kwa urahisi. Unapotekwa, wengi wanajua nataka kufunguliwa tu kwa urahisi. Mchawi ametoa gharama kubwa ya kukufunga katika ulimwengu wa roho. Mojawapo anaotumia mchawi ni yeye mwenyewe kujitoa kama dhabihu, yeye mwenyewe kuweka agano na miungu yake, yeye mwenyewe kuweka agano na ule ufalme wao wa giza. Cha pili, anajitoa mwenyewe kama sadaka katika ulimwengu wa kiroho. Kwa nini sasa? Warumi inasema sura 12 mstari wa kwanza, basi itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Kuna sadaka ya miili. Kama unavyojitoa kuomba, unavyojitoa kufunga, kwenda mkesha, unaacha shuka, unapigwa baridi, unaacha kitanda, unaenda mkesha, unautoa mwili wako, unafanya usafi kanisani, unautoa mwili wako. Ndivyo ilivyo wachawi, anatoa mwili wake kwa ajili yako wewe. Anajikatakata, anamwaga damu kwa ajili yako wewe. Huu ndio muhuri wa hatari kwenye maisha ya mtu. Unaitwa muhuri wa agano na kafara. Unaitwa muhuri wa agano na kafara. Huu ndio muhuri wa kwanza wa wachawi katika ulimwengu wa roho. Baada ya kuongea vile, anakuwa ana jina lako na anakuwa na jina lako, na ikiwezekana anaweza akawa na nywele zako, maana nywele zinawakilisha nyota yako, nafsi yako au nyota yako. Na anakuwa pia na maji ambayo anakuwa nayo. Baada ya kuita hivyo, anakuwa na chupa, anafunga. Aweza kufunga kwenye mti au chini ya jiwe, baada ya kutoa hiyo ibada yake sasa kwenye miungu. Na baada ya kufanya hivyo, ndivyo unaanza kuona maisha ya mtu anaanza kuharibikiwa. Ndipo unaanza kuona mafanikio ya mtu anaanza kuharibikiwa. Kwenye ndoa vita, kwenye biashara vita, kwenye kazi vita, kwenye uchumi vita. Lakini chanzo, huyu mchawi alikufunga kupitia muhuri wa agano na kafara. Kuna kafara alizotoa. Ndio maana wachawi wanajua siri ya kutoa sadaka. Kristo wa kawaida ukimwambia kutoa sadaka, anakuambia naibiwa. Kristo wa kawaida kumwambia kutoa sadaka, anakuambia nitamtajirisha mtumishi, tamfanikisha mtumishi. Lakini mchawi akienda kwenye madhabahu zao, anasema nataka fulani afe, cha kwanza anaambiwa unatoa sadaka gani? Cha kwanza anaambiwa unatoa sadaka gani? Kwa aliyekufunga kwa muhuri wa agano, yani ameweka agano alafu akatoa kafara mwili wake mwenyewe, inakuwa ni hatari sana ulimwengu wa roho. Kwa unatembea, damu yake ndio imekufunga. Na huwa akikufunga kwenye muhuri huu, huwa anafika mara kwa mara, anaenda ana renew sadaka, anaenda ana renew sadaka, anaenda anatoa sadaka mara kwa mara katika ulimwengu wa roho. Angalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kwa unapoanza kuomba kwa habari ya kujifungua, vunja mihuri yao ya agano waliloweka kwa ajili yako na kafara walioitoa. Wengine wametoa damu za watu, wengine wametoa watoto wachanga, wengine wametoa damu yake mwenyewe kuharibu maisha yako.
Na kusii sana, tuko nyakati za siku za mwisho. Kama umeamua kuokoka, okoka kabisa. Kama umeamua kumtumikia shetani, mtumikie kabisa. Lakini ukifanya wokovu wa kujichanganya changanya, nyakati za mwisho ni hatari sana. Okay, tuendelee. Zaburi 106, muhuri wa agano. Muhuri wa agano. Muhuri wa agano na kafara. Muhuri wa kwanza kichawi ni agano na kafara, agano na sadaka katika ulimwengu wa roho. Kumbukumbu la Torati, tuanze Zaburi sura ile ya 106. Zaburi sura ya 106 mstari wa 37. Tutaangalia hapo mstari wa 37. Maandiko yanasema, Zaburi 106 mstari wa 37, muhuri wa agano na kafara. Kwa unapoingia kwenye maombi, piga mihuri yao ya agano na kafara katika ulimwengu wa roho. Zaburi 106 mstari ule wa 37, tutasoma hapo. Tunaenda, nasema, naam, walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Walitoa wana wao na watoto wao kuwa dhabihu kwa mashetani. Kilichokufunga kuingia kwenye hayo mateso kwenye ndoa, kilichokufunga kuingia kwenye hayo mateso kwenye uchumi, kilichokufunga kuingia kwenye hayo mateso kwenye kazi, kuingia kwenye mateso ya ndoto mbaya, unaota unafukuzwa, unaota unakimbizwa, unaota unalishwa chakula, unaota uko msituni, unaota uko kijijini, kuna sadaka walikupandia wachawi. Ni huu muhuri wa sadaka, wa agano na sadaka katika ulimwengu wa roho. Muhuri wa agano na sadaka katika ulimwengu wa kiroho. Kwa kisoma Zaburi 106 mstari wa 37, anasema walitoa sadaka za watoto wachanga kwenye miungu yao. Sio kwamba tu walikuwa wanatoa, walikuwa na lengo fulani. Ndivyo ilivyo hata leo, wanatoa sadaka za watoto wachanga. Fulani kazi yake ife, fulani ndoa yake ife, fulani akiolewa aachike, fulani asiwe na amani kwenye maisha yake, fulani familia yake yote iwe wanaolewa tu wanaachika, wanaoa tu wanaachika, fulani biashara yake ife, kampuni yake ife. Wanatoa sadaka. Na ni kwa nini mchawi anapokufunga kwa muhuri wa agano na kafara? Ndio maana Mungu alipoongea na Ibrahim, Mwanzo sura ya 17, Mungu akuishia tu kuongea na Ibrahim. Mwanzo sura 15, Mungu akuishia kuongea tu na Ibrahim. Baada ile ibada yao, Mungu aliomba damu, kafara. Ibrahimu akachinja, ile damu ikamwagika kwenye ardhi. Damu inayonena mema ni damu ya Yesu peke yake. Hizi damu za mbuzi, damu za watoto wanaouawa, damu za watu wanaouawa, zote zinanena kisasi. Kwa hatari ya mchawi anayekufunga kwa agano la kafara au agano la sadaka, maana yake anatakiwa kila mwaka
kwenda kurenew, au kila baada ya miezi kwenda kurenew. Kwa hiyo ana uchungu na wewe kila baada, kama alitoa sadaka ya mtoto, kila baada anatafuta mtoto kwenda kumtoa tena. Kama alichinja mbuzi, atatafuta mbuzi kwenda kurenew lile agano tena. Ni damu ya Yesu tu inanena mema peke yake usiku na mchana katika maisha yetu. Kwa kuna vifungo huwa tunapitia, kuna changamoto huwa tunapitia, lakini hatujui chanzo cha hayo matatizo ni nini. Hii mihuri ya agano na sadaka, wanakufunga kwa mihuri ya agano na sadaka. Kwa unapoingia kwenye maombi, sema navunja mihuri yao, sadaka yao yoyote walionitolea, kafara yoyote walionitolea, ili niingie kwenye ya mateso ya ndoa, ili niingie kwenye ya mateso ya biashara, ili niingie kwenye ya mateso ya uchumi. Kafara yoyote iliyotolewa, ninaharibu sadaka zao. Na nikupe siri, Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Mathayo sura ya 6 mstari wa 21. Anasema, mali sadaka yako itakapokuwepo, ndipo na moyo wako utakapo kuwepo. Kwa hiyo yale mawazo, hisia za yule mchawi, mateso ya yule mchawi, ule uchungu wa yule mchawi, maneno mabaya yule mchawi, ile sadaka ndio inabeba kile kifungo. Kafara ile ndio inabeba kile kifungo. Sasa kwa kinachokutesa kwenye maisha yako ni ile sadaka waliokupandia wachawi. Kinachokusumbua kwenye maisha yako ni ile sadaka waliokusumbua wachawi, waliokupandia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa muhuri wa kwanza wa giza au wa wachawi kumfunga mwanadamu ni agano na kafara. Maana yake anaweka agano na Mungu wake, anaweka agano na miungu yake, anaweka agano na mizimu yake, anaweka agano na mapepo yake katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Hilo ndo kitu cha kwanza ambacho wachawi, muhuri wa kwanza wachawi kukufunga ni muhuri wa namna hiyo, na imekuwa ni ngumu sana hasa kwa watu wa Mungu kwenye eneo la kumtolea Mungu, wanafungwa sana. Lakini ni vyepesi kufunguka kwenye hiyo shida ulionayo. Kama yalipanda sadaka kwa giza, unasema acha niachilie sadaka hii kwa Mungu, na ukaomba nayo na ukatamka nayo, Mungu anakufungua, Mungu anakuweka huru. Kwa muhuri wa kwanza wa kichawi ni muhuri wa agano na kafara. Anaweka kwanza agano, alafu anaweka kafara, ndio inakuwa ni kifungo cha milele. Kifungo, unapitia mateso ya milele, huna pumziko kwenye maisha. Kama ni magonjwa, ni magonjwa ya milele. Ndio maana Ibrahimu alipoweka agano alitoa kafara, sadaka. Mwanzo sura ya 15 kuanzia mstari wa 17, Mungu akamwambia utakuwa hivi, utafanikiwa sana, uzao wako utakuwa mkuu, uzao wako utakombolewa. Mwisho Ibrahimu anamwambia Mungu, itatendekaje? Anamwambia nchinjie ndama. Ibrahimu anachinja ndama. Biblia inasema akaweka agano kwa ile kafara au ile sadaka ambayo Ibrahimu aliweza kuitoa.
Angalia lile agano alilopitia Ibrahimu, miaka 400, Mungu bado anakumbuka agano. Miaka mpaka leo Mungu bado anakumbuka agano. Kutoka sura ya 2 mstari 24, miaka 400 Musa anatokewa na Mungu. Mungu anamwambia Musa, nimekumbuka agano langu kati yangu na wana wa Israeli. Alikuwa anaiona ile sadaka, alikuwa anaiona ile kafara. Kwa unaweza ukasumbuka sana, kwa nini napita magonjwa, kwa napita hali ya kukataliwa, kwa napita hali ya laana, hali ya mateso, hali ya shida. Kuna muhuri wa agano na sadaka. Kama umenielewa, Mungu akubariki sana. Unaweza ukanifuatilia somo letu lijalo, muhuri mwingine wa kichawi, kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Ukanifuatilia somo lijalo kwa kusubscribe channel hii na kuweka comment yako hapo chini. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu hai. Amen.